Siku zote mti ambao unatoa kivuli ndo mti mwema, na kivuli ambacho kina upepo baridi ndani yake. Maana naweza kuthubutu kuzungumza hata mbele ya mfalme kwamba ni mwanamke wa kipekee kabisa na urembo uliojaliwa, na hata muda mwingine naweza kuthubutu kusema kuwa vile ambavyo urembo wako ulivyo, kama ndio uliohitaji urembo wako upatiwe. Hakika ni mrembo sana, na wala sikosei kwa kusema hivyo. Labda nikuulize tu, kwa hapa unaishi wapi? Nakaa tu ile nyumba, ukipita ile nyumba hii kwa mbele yake kidogo. Ni sawa, haujakosea kile ambacho nakizungumza, lakini imani kuwa mshale kwenda porini kamwe haujapotea, na hata mimi kukuona wewe, imani yangu dhahiri kwamba sijapotea kuja kwako, na hata macho yangu pia kukuona wewe hajapotea. Moyo wangu ni sawa sana barafu, kadiri ambavyo linakaa kwenye sehemu iliyohifadhiwa ya kupata baridi, ndivyo ambavyo barafu hilo linakuwa imara zaidi. Na hata hivi kusogea kwako na kuja kwako, wewe niko sehemu salama. Labda nikuulize tu swali, kama moyo wangu haujakosea, tunaweza tukaa pamoja tafadhali? Mbona mapema? Na mimi kweli nilikuwa nahitaji kweli kuolewa, lakini sasa naona kama bado mapema. Sio mapema. Maamuzi sahihi yanatoka katika moyo, ikiambatana na nafsi yake pia. Ndio macho huona, mdomo huzungumza, sikio ndo ambalo hutega sikio la kuweza kusikia. Usijaribu kuvunja upepo ili mimi nikaa mbali na wewe. Siku na muda sio sababu mimi nisiwe na wewe. Mimi nikaona kwamba tusubiri kwanza tuangalie kwanza, alafu mengine atafuata. Kama kuona tutaoana. Hata mimi pia nimekupenda. Unapaswa tu kuondoa shaka juu yangu na hofu hasa kuweza kuondosha juu yangu. Asante, nashukuru kwa hilo. Sawa, mimi niwahi nyumbani. Sawa, kwa makini. Haya, sawa. Asante. Basi siku zimebadilika. Umepatwa na nini? Pia sikukuzoea hivyo. Mbona ulikuwa kijana mzuri tu, lakini sasa hivi unanishangaza. Ni kweli mimi kwa sasa hivi nimebadilika. Najua kama sasa hivi wewe unahitaji kujua kweli kuhusu mimi. Mimi sasa hivi napitia changamoto nyingi, lakini nitakwambia kuhusu yote ambayo yananisibu, kwa sababu wewe ni mtu ambaye upo karibu. Mimi sasa hivi kinachonifanya niumie ni kuhusu dada yangu. Hata kama fikiria sasa hivi ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mavazi yako uliovaa hayampendezi Mwenyezi Mungu. Matatizo sio chanzo cha kubadilika. Hebu kaa umrudie Mwenyezi Mungu. Na kuahidi kuwa naweza kubadilika muda wote. Basi sawa, ukibadilika nitashukuru sana, sababu sio kwamba unampendeza mimi tu, hata Mwenyezi Mungu yote ampendeza.
Vipi Mwarabu? Mbona unaonekana kama una mawazo hivi? Unavuta sigara afu watu jisikii vibaya mshaji wangu? Wewe unajua hii ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hata kama tunafanya basi kuna muda mwingine tukae tujifikirie. Ni bora ingekuwa umejificha sehemu tulivu tu peke yako. Basi pia sio mbaya. Sio kukaa hapa mbele za watu, hadharani watakuja kukuona. Kwambie kitu. Ramadhani hajaja kwa ajili yangu. Ramadhani imekuja kwa ajili ya watu fulani. Kwa unapokuja kuniletea habari za Ramadhani, mimi sijui Ramadhani. Na tangu nimefunzwa au nimekuwa, sijawahi kuambiwa kama kuna Ramadhani. Unaweza kuna ndani kitu gani ambacho? Hicho ndio chakuja cha kuniuliza mimi. Na sio kuniambia kuhusu Ramadhani. Mimi nimekaa na mawazo yangu hapa. Nimekaa naumiza kichwa kuhusiana na issue zangu zinaendaje. Afu nikwambie kitu kimoja. Siku zote vipofu wakiwa wengi, basi chongo wa Bwana. Una maana gani kusema hivyo? Hivi yale ya maisha unaiona? Mwenendo huu wa maisha unayaona? Maisha yangu yamekuwa magumu sana. Kile nikiamua kutafakari kutafuta kazi nifanye, basi inakuwa ngumu kwangu. Kwenye kazi ndo natutesa, wanatuonea sana. Hilo ni kweli rafiki yangu. Ni wazo zuri sana. Unajua maisha sasa hivi ni tofauti na mwanzo. Na endapo kwa sasa usipoweza kujituma kivyovyote vile, basi unaenda ukafikia huku ambako tunaweza kufanya sisi. Kwa sababu sisi tumeyafanya mambo mengi na tunazidi kuyafanya. Kwa hiyo tunahitaji kubadilika. Ili kuweza kubadilika, basi ni lazima tuache haya makundi. Tutafute kazi za halali. Hata mimi pia natamani kuacha haya mambo, lakini ni vigumu. Kwa sababu sina kazi nyingine isipokuwa ni hii. Ila natamani hata sasa hivi nikiambiwa bwana kuna kazi ya kubeba matofali kwa siku nitapata 20,000. Hata mimi nahitaji, lakini ni ngumu. Maneno yako yananifanya na mimi nipate kuwaza nifanye nini. Hicho ni kitu kizuri. Sawa. Mimi nimekuelewa sana. Tena nimekuelewa kuliko unapofikiria. Nitajitahidi kufanya ambavyo unataka. Wacha nipambane, wacha nitafute kazi. Ili mradi na mimi niwe kama wao. Ramadhan, Ramadhan, fitina, fitina, Ramadhan, Ramadhan, sheaibazina, Ramadhan, Ramadhan, vitimbi kila aina. Ramadhan, Ramadhan, fitina, fitina, Ramadhan, Ramadhan, Kasimu, mguu huo anafanya kwa kweli. Hata mimi hapa nipo. Nilikuwa nakwenda kwenye mihangaiko yangu mengine. Na umeniwahi tu. Wewe kwa kuhangaika wewe. Wewe Kasimu, unajua leo siku gani? Hapana, kwa nini? Acha vituko vyako bwana. Leo unajua kama siku yako ya kuzaliwa. Unajua akili yangu naanza sana maisha kuliko mambo. Na ndio maana nakuwa na mambo mingi kwenye kichwa changu. Naomba nisamehe. Yaani mimi nijue au usijue? Inawezekana binadamu na Afrika. Wewe na mambo mengi. Basi usijali. Leo na zawadi yako. Zawadi gani? Usijali. Utaiona sasa hivi. Okay. Ramadhan, Ramadhan, fitina, fitina, Ramadhan, Ramadhan, sheaibazina, Ramadhan, Ramadhan, vitimbi kila aina. Ramadhan, Ramadhan, Umependa? fitina, fitina, Ramadhan, Nzuri bwana. Ramadhan.
Mimi sina la zaidi la kusema isipokuwa kusema kwamba asante sana, sababu huu wote ni upendo na unanijali sana. Basi sawa, usijali, mimi wacha niendelee kwenye safari. Basi anaoivai sio kalifunge kabatini. Mwezi mtukufu sivitaki. Basi sawa. Basi baadaye. Vitimbi kila aina. Ramadhan, Ramadhan, fitina fitina. Ramadhan, Ramadhan, sheaibazina. Ramadhan, Ramadhan, vitimbi kila aina.